Tambalaini safi kabisa linaitwa Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa tuanzie pale ambapo tulishia kwenye episode ya 8. Amira akiwa nyumbani kwa kina Jonathan akatoka nje kuangalia mazingira kidogo. Aliyapenda sana isee. Mara Jonathan naye akatokea. Akasema kwa kipindi chote cha uchaguzi itamlazimu abaki nyumbani tu. Yote ni kwa ajili ya usalama wake. Amira akasema kama vipi wanaweza kuungana wote wakae hapa. Jonathan hakuamini kabisa hili. Basi wazo likawa limepita. Amira akasema wiki kadhaa nyuma hakuwa hivi. Mambo yalibadilika na kila mtu alikuwa kivyake. Jonathan akasema ni vyema kujipa thamani mwenyewe tu na sio kuwategemea watu. Basi penzi likaendelea kuonekana kwa hawa ndege wawili. Waliporudi chuoni wakakutana na Steve. Ikabidi Soma mtambulishe pale kwa marafiki zake na nini. Akasema ni mtu ambaye amempeleka studio kwa ajili ya kurekodi ngoma na kesho wanatarajia kwenda kurekodi. Basi watu wakafurahi kumwona rafiki yao wanaenda kurekodi ngoma kwa mara ya kwanza. Kisha Steve akawakaribisha kama vipi waende wakatazame namna ambavyo atakuwa na rekodi ngoma yake. Kisha Soma na Steve akasepa. Bella akamtaka Amira kama vipi abaki hapa ili akaongee na mama yake hostel. Amira naye akakubali. Waisa naye kwa kule yuko vizuri akaenda kutafuta msosi mwingine licha kuwa ameshakula kwa kina Jonathan. Mchiza anapenda kula vibaya mno lakini bado anenepi, si mnamuona Wakabaki Amira pamoja na Jonathan peke yao, kisha nao wakawa wamesepa. Upande wa pili kwa mamake Bella amemsubiri hadi akapitiwa na usingizi. Bella aliporudi mama akamuuliza, "Umerudi?" "Ndiyo, nguo nilizokununulia. Mara mwisho kuzivaa lini?" "Sijazivaa kabisa." "Ulipata wapi pesa ya kununua hizo nguo?" "Baba na shangazi wote walinitumia pesa. Wanajua kuhusu hiki?" Bella akasema hapana. "Mama, imekuwa ngumu kwangu. Tangu sekondari imekuwa ukitaka mimi niishi unavyotaka. Sina uhuru, nimepoteza marafiki, hata mimi pia nimepotea. Kwa hiyo kujionyesha mwili wako hivyo ndio itakusaidia kujipata. Labda zikuwa fupi au zinabana. Hivi ndo mimi napenda. Ndio najisikia amani mama. Kabla sijasema ulivyovaa. Mara ngapi nimekuambia kuhusu hili? Labda siku moja nitavaa tofauti. Labda nitafanya maamuzi yangu mwenyewe. Niache niishi ujana wangu mama. Ulifanya hivyo pia. Niliona picha zako ulivyokuwa kijana. Haukuwa unavaa nguo kama ambazo mimi unataka nivae kwa sababu sikuwa najua. Niliishi maisha hatari. Nisingebadilika ningejuta sana. Sitaki upite kwenye hiyo njia mwanangu." "Mama, hauniamini. Una miaka 18. "Ndiyo, sio miaka 8. Naishi hapa mwenyewe. Ninapika, nafanya usafi, nasoma. Hayo ndo maisha yangu kwa sasa. Kama unipi nafasi, nitazama mama." "Usiseme hivyo. Nakupenda mama. Lakini unavyoniangalia kila mara inaniumiza. Unajua nachotaka? Nataka kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Hata nikifanya makosa, ni mimi ndo nimefanya mama." "Mama, semestri iliyopita Amira alikuwa na hamu sana kurudi nyumbani kwao. Lakini mimi sikutaka kabisa hata kurudi. Nilikuwa naogopa. Nyumbani ni kama gereza kwangu. Unaelewa sasa Mama akasema hakujua kama anajisikia hivyo. "Sitaki nikudanganye tena. Lakini nataka kuishi maisha yangu. Nimechoka kukudanganya." Mama aliumizwa sana na maneno ya Bella. Watoto kwa bana napo ni kama kuwanyima uhuru wa fikra hivi. Sasa Lydia amekuja kuonana na Douglas. Lengo lake ampe taarifa kuhusu Kewe. Lakini mlinzi akamkatalia kuingia ndani. Akasema Douglas yuko busy sana na uchaguzi. Kama anataka kumuona basi aweke appointment. Maana hawezi kumuona hivi hivi. Mama akataka kumpa mlinzi chochote kitu hapa. Lakini mlinzi akagoma. Akasema yeye hawezi kupokea rushwa. Akawa amesepa. Mama atafanya nini sasa? Upande wa pili Kewe yuko na Solomon na yupo tayari kwa ajili ya kazi. Solomon akasema wanapaswa kwenda kumchapa kwenye kampeni. Access alipofika akasema kutakuwa na watu wengi sana. Wakimkosa tu pale lazima akamatwe. Solomon akamtaka Access aitishe kikao cha dharura hapa ili azungumze na vijana wake. Sasa Soma kwa mara ya kwanza amekuja kuimba studio. Hana wasiwasi tena unaambiwa. Marafiki zake walikuwa pembeni yake hapa. Soma aliimba vizuri kinoma ise. Kiuhalisia kabisa Soma ni mwimbaji kweli. Na hata nyimbo hii filamu ameimba yeye. Na ndiyo nyimbo ambayo anaimba hapa kwa sasa. Kama unataka kuisikia hii ngoma basi itazame filamu nzima ya Campus Chronicles. Ipo kwenye YouTube channel ya Purple Flowers. Nenda kaitazame mtu wangu. Kila mmoja alipendezwa kinoma na namna ambavyo anaimba Soma. Kisha wakakubaliana kama vipi waende wakale mahali. Sasa wakiwa hapa vijana wa Douglas wakafika. Wakamtaka Jonathan aingie kwenye gari ili waondoke naye. Mchizi kweli akatia agizo hapa na nini, akaingia kwenye gari akawa amesepa. Fatima upendo na Kewe umeisha kabisa. Kitu ambacho hadi Ozi kilimshangaza kinoma. Maana alikuwa anampenda sana Kewe huyu. Imekuwaje amebadilika ghafla tu? Fatima akasema ameona upande wa pili wa Kewe. Upande ambao hajawahi kabisa kuuona na wala kutarajia kuuona. Fatima akasema ile siku ameenda kumtembelea Kewe nyumbani kwake, alikuja Jonathan. Kewe alikuwa mkali kinoma hadi nikaogopa. Ikabidi niondoke tu. Kuanzia hapo sikutaka kusikia kitu chochote kuhusu yeye. Lakini bifu langu na Amira bado liko pale pale. Halitakuja kuisha. Upande wa pili Jonathan amewamisi sana washikaji zake. Akaja kumwomba mama yake kama vipi aende chuoni hata mara moja tu akaone washikaji zake. Mama akawa amegoma maana hataki kabisa chochote kimpate mtoto wake. Wakati wanaongea akaja mlinzi. Akasema yuko nje. Mama akamtaka aingie ndani. Sasa hatujui ni nani huyo. Jonathan ikabidi atoke nje kuongea na simu kidogo. Kumbe Lydia amekuja kumuona Adele. Akawa ameruhusiwa kuingia ndani. Sasa hapa njiani akakutana na Jonathan. Jonathan anamjua Lydia ni mama
wake Kewe. Sasa hajui amefuata nini hapa ndani, lakini akapotezea tu. Adeli anajua kuwa Lydia anampenda sana mume wake na amekuwa akimfuatilia kwa muda mrefu sana. Adeli akajua pengine Lydia ameamua kurudi kwa sababu amemwona Douglas anagombea ugavana na yuko kwenye nafasi nzuri sana ya kushinda. Lydia akasema, haunijui vizuri Adele, unawezaje kuniita jina langu hivyo? Kwa sababu tulikuchunguza mimi na Douglas. Unasemaje? Lydia akasema alifanya mpango yeye na Douglas ili wampate Adele. Ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 5 2004. Ilikuwa ni birthday yako ya 19. Ulikuwa umekaa peke yako kwenye hoteli moja na kunywa. Ikabidi Lydia amwambie ukweli wote Adele juu ya kila ambacho kilitokea siku hiyo. Huku Jonathan alikuwa anasikia kila kitu. Lydia akasema, siku hiyo ndo mahusiano yako na Douglas yalianzia. Ule ulikuwa ni mpango wangu mimi pamoja na Douglas. Lydia akasema, siku hiyo Douglas alilala na Adele hotelini. Asubuhi alipoamka hakumkuta mtu, lakini akaacha kikaratasi kilichoandikwa, tafadhali kuwa mwangalifu sana, ni mimi Douglas. Siku iliyofuata ulipofika ofisini kwa baba yako ulimkuta. Ngoja nijitambulishe mwenyewe, naitwa Lydia, nilikuwa nimeolewa na Douglas. Adele akashtuka. Tulikuwa tunawafuatilia watu na wao walikuwa sehemu ya mipango yetu. Tofauti na watu wote tuliowafuatilia ni kwamba yeye aliamua kubaki na wewe akatutelekeza sisi. Adele hakuamini kabisa. Lydia akasema ulimchunguza sana, anapenda nini, udhaifu wake uko wapi, lakini mimi ndo mjinga kwa sababu nilikukabidhi mume wangu. Lydia akasema Douglas alikuwa na kila kitu, akili, upole, maono, lakini hakuwa na pesa tu. Wewe ndo ulikuwa kila kitu kwake. Baba yako alikuwa na nguvu, ushawishi na kila kitu. Baba yako hakuwa karibu sana na wewe. Sasa siku ya birthday yako ulikuwa peke yako na kunywa, kwa hiyo Douglas akakufuata. Ulikuwa umeolewa. Kwa nini ulifanya hivyo? Kwa sababu nilikuwa mdogo sana na niliamini kwenye ndoto zake. Mipango yetu ilikuwa kuoe, atengeneze network, kisha kupe taraka rudi kwetu. Sikutegemea kama ngenogewa katuacha sisi. Lydia akasema alikuwa mfanyakazi wa ndani kwenye nyumba ya baba yake Adele. Lengo la kufanya kazi nyumbani kwa kina Adele ilikuwa asome nyendo za Adele zote ili ajue udhaifu wake na kila kitu, na kila alichokuwa nakipata kutoka kwa Adele lazima aende akamshirikishe Douglas. Ulichofikiria ni upendo, lakini ilikuwa mpango. Akatusaliti, akamkana mwanaye kabisa. Una mtoto na Douglas? Ndiyo, ni naye na jina lake ni Kewe. Jonathan akashtuka huku. Douglas anajua kila kitu. Hapa nimekuja kumwambia kuwa mwanaye yuko kwenye mikono ya mpinzani wake Solomon, ambaye zamani alikuwa rafiki yake wa karibu sana. Lydia haamini kabisa kama Solomon amempa maisha mazuri mwanaye bure tu, na anajua kuna mpango nyuma ya hiki, na inawezekana Douglas ndo mlengo wa hii mipango. Nimefanya makosa kwa Kewe, lakini sitaki afanye makosa pia. Najua hawezi kupata chochote kizuri kwa Solomon bila malipo yoyote. Hata nikitaka kuongea na Douglas kuhusu hiki kitu, nitaongea naye kwa maslahi ya mwanangu tu na sio kumchukua mume wako. Mission inafanyika usiku huu na kila mmoja yuko tayari kwa ajili ya hii mission. Douglas aliposhuka kwenye gari tu, risasi zikaanza kulindima mtu wangu. Zilipigwa sana hapa. Kisha watu wakaanza kukimbizana kinoma yani. Baada ya muda Solomon akaletewa taarifa na Access. Amekufa? Hapana, nilijua tu. Access akasema alipaswa pige yeye. Unadhani wewe ni mpigaji mzuri kuliko Kewe? Kijana yuko vizuri sana. Amepata mafunzo ndani ya siku 5 tu, lakini ana akili ya kufanya vitu. Mpango wa Solomon ilikuwa ni kumchafua kisiasa Douglas, ijulikane kuwa alitaka kuuawa na mtoto wake aliyemtelekeza ili yeye awe mbali kabisa na hii kesi. Watu wana mipango aisee. Anaamini kabisa vijana wa Douglas lazima wamtafute Kewe, hawezi kumwacha hivi hivi. Lakini pia mzee akampa wiki kadhaa Access ili aende kufunga nyumba ambayo Kewe alikuwa anaishi na achukue kila kitu ambacho alimpa. Solomon ajali kama Kewe amepona au vipi. Anachojua mtoto kampiga baba yake tu na baba kampiga mtoto wake. Douglas akaletewa taarifa na vijana wake, wakasema hawajampata mpigaji hadi hivi sasa. Pale pale akaja Adele aisee. Ana hasira kishenzi na Douglas. Anatamani angekufa tu. Umepanga hiki? Natamani ningepanga. Muongo wewe. Unasemaje? Lydia alikuja hapa leo akasema una mtoto. Douglas akagoma. Yaani mwanaume hawezi kukubali kirahisi hivi. Adele akasema anaondoka na hata kuja kurudi tena kwenye maisha yake. Mlinzi wa Douglas akamkamata Adele aisee, akawa ameenda kumfungia. Huku Jonathan amekuja kumtafuta ndugu yake Kewe, lakini bahati mbaya kumkuta nyumbani aisee, akawa anamsubiri hapa mlangoni. Mara Kewe akarudi anaugulia maumivu hapa. Ikabidi Jonathan ampe msaada sasa. Jonathan akapambana sana hadi akampata daktari ambaye alikuja hapa nyumbani kumtibia Kewe. Akamtaka simwambie mtu yoyote kuhusu hiki kitu ambacho kimetokea hapa. Dokta akamkanya sana asiendelee kufanya hivi, maana kufanya hivi ni kosa kisheria na ni hatari sana hii. Jonathan akampigia simu Amira hapa ili aje kukaa na Kewe, maana yeye kuna sehemu anataka kuwahi kwanza. Upande wa pili Douglas amemkamata Lydia. Nani kakupa mamlaka kuja nyumbani kwangu tena ukaongea na mke wangu? Nimekutengeneza hivi ulivyo Douglas, kwa hiyo unataka nini? Kwa nini usisubiri nikawa governor ili nikupe gorofu kaishi huko? Ulitutelekeza miaka yote hiyo, lakini likija swala la mwanangu siwezi kunyamaza kabisa. Si niliwaambia mkae mbali na mimi? Ulimtupa Solomon akamchukua. Mzee ndo akajua ule uvamizi inawezekana ni wa Solomon na Kewe ndo amefanya hivi. Mzee akawaka kishenzi hapa. Upande wa pili Jonathan ndo anarudi nyumbani. Ulinzi ulikuwa ni mkali mno. Akaja kumtafuta mamaka hapa ndani, akalazimisha kishenzi mlango ufunguliwe. Mwisho mlinzi akakubali kufungua mlango na mamaka akatoka ise. Basi mikumbatu ilikuwa ni mingi mno. Ile wanataka kutoka, mlinzi akawazuia ise. Huku Douglas anaendelea
akiendelea kumpa mateso Lydia. Mara akaokota simu ya Jonathan, anataka mamake aachiwe. Najua kila kitu, namna ulivyotumia pesa zake, ulivyomsaliti mwanao wa kwanza. Wewe sio yule ninayemjua, wewe ni mwoga tu ambaye unajivunia madaraka. Mwachie aondoke, la sivyo utajuta. Haya, mpe simu mlinzi. Wakati anaongea na mlinzi, watu wakasepa isee. Alipoambiwa hivyo, akawaka kishenzi yani. Huku Amira yuko na chupa mkononi. Mwana akiamka tu akaleta upuuzi wake, anakula ya kichwa. Mwana aliposhtuka akaomba maji. Amira hakuwa na namna tena, ikabidi ampe maji. Baada ya kumpatia maji, Amira akarudi kushika silaha yake. Yani ulinzi ni muhimu hapa. Si mnaona Huku Jonathan mawazo ni mengi mno. Douglas alipofika tu, Jonathan akasema alisikia kila kitu. Unamwamini Mtubaki kuliko mimi? Huyo Mtubaki ni mama yake Kewe. Subiri, nini? Kijana ambaye ulituma watu wampige. Kijana ambaye alinisaidia mimi nikiwa chuo. Ni mwanao. Unachanganya, sio mwanangu. Yani bado unadanganya baba. Nimekuwa nikijifunza kwako, nikimwambia kila mtu kuwa wewe ni kiongozi bora. Kumbe ni uongo tu. Inawezekana vipi uache familia yako moja ili uende ukajenge familia nyingine? Kuhusu mama ameondoka, hataki tena kurudi. Na mimi nahitaji kuangalia maisha yangu bila uwepo wako. Na wewe pambana na maisha yako. Jonathan akawa amesepa. Hali yake imeanza kuimarika sasa. Mama amemfuata mwanae akaishi naye na nini. Ikabidi amwambie mama yake ampishe kwanza ongea na Jonathan. Kewa akashukuru kwa kila kitu ambacho Jonathan amekifanya, kisha akaomba msamaha hapa, akasema hakuwa mkweli. Jonathan akasema anajua kila kitu. Yeye ni ndugu yake. Makumbato akawa mengi sana hapa mtu wangu. Mwisho Kewa akamtaka Jonathan amjari sana Amira. Sikumstahili. Naamini unampenda vile ambavyo mimi nilishindwa. Jonathan akamkumbatia kwa furaha ndugu yake kwa sababu amekubali penzi lake liendelee. Basi penzi la Jonathan na Amira likawa live aisee. Hakuna mtu tena kulitenganisha hapa. Noma sana mtu wangu. Wakati Kewa akiwa hapa, akaona taarifa kuwa Douglas amejitoa kwenye kinyang'anyiro. Pale akaja mama yake. Sasa wakati wanaongea, ikaingia message ya muamala kutoka kwa Douglas. Mama akashangaa kuona Douglas katuma milioni 20. Anajaribu kufanya nini? Kuninunua au? Pale akatuma message nyingine kuwa atamtumia milioni 30 wiki ijayo. Douglas anajaribu kuomba msamaha kwa mwanae hapa. Mama naye akaomba sana mwanae amsamehe kwa yale yote ambayo alimfanyia ise. Mchizi hakuwa na namna tena, akampa msamaha mama yake hapa. Na hapo ndipo mwisho wa tambala hili mtu wangu. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia sehemu ya kwanza hadi hapa ambapo tumefikia sehemu ya 9 ambapo ndo mwisho wa tambala hili. Na sasa tumefika tamati rasmi ya kila ambacho tumekifuatilia kwa muda wote huo. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.